Bwana Yesu asifiwe. Ninamshukuru Mungu wa mbinguni kwa neema ya ajabu ambao ameachilia juu yangu. Nikushukuru wewe ambao umepata nafasi ya kuwepo kwenye madhabahu na marango haya ya Arusha Road KKT. Nikukaribishe sana kwenye kipindi hiki ambacho Mungu ametupa, kipindi cha Ranch Hour ambacho Bwana ameachilia siku ya Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa, kuanzia saa 6 mchana mpaka ile saa 7 mchana. Bwana Yesu asifiwe. Basi mtakatifu wa Bwana, nikuombe sana kwa sababu we ni mtu wa muhimu sana kwenye chaneli yetu, upate nafasi ya kusubscribe, kushare na kucomment kwenye chaneli yetu ya Arusha Road KKT TV. Na chini ya skrini itapita namba ya sadaka, jiungamanishe kwenye somo hili, lakini Mungu aendelee kukupa neema ya kujipatanisha kwenye hatua nyingine tena. Mwalimu, ninaitwa Mwalimu Anectas Muta ambaye Mungu amenipa neema, ninatokea Morogoro, ni mwalimu wa neno la Mungu. Namba yangu ya simu ni 0755 08 1087 0755 08 1087. Namba hii unaweza kuitumia kwa ajili ya maombi, lakini pia na ushauri kama inahitajika. Bwana Yesu asifiwe. Basi ninaomba niombe kwa ajili yako. Bwana Yesu, ninakushukuru, wewe ni Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni. Hakika yako unatenda mambo makubwa. Mungu ketie mahali pa juu palipoinuliwa, palipotukuka. Limidiwe jina lako na litukuzwe. Hakika yako wewe ndio umetupa neema na nafasi hii ya kuwepo kwenye marango na madhabahu hii. Roho Mtakatifu ambaye wewe ndio unayetenda, atamia juu ya watakatifu hawa. Nipe neema ya kunena nao kwa ujasiri, nipe neema ya kunena nao watakatifu hawa kufahamu wewe, kwa kuwa wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Katika jina la Yesu Kristo, sai Bwana, zungumza na kila mtu mmoja mmoja kwa namna ambavyo umekusudia wewe. Kwa utukufu wa jina la Yesu Kristo, ninaomba na kushukuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi mtu wa Mungu, nikukaribishe tena zaidi. Ukiwa umechukua daftari yako au notebook yako au diary yako na peni, ukiandika vitu muhimu hivi ambavyo nitaweza kuviachilia kwenye madhabahu kwa muda huu, lakini tutapata muda mwingi sana wa kuomba kwa ajili ya somo hili ambalo Roho Mtakatifu ameachilia. Bwana Yesu asifiwe. Basi wewe unayeandika, unaweza ukaandika namna hii ya kwamba somo ambalo Roho Mtakatifu ametupa, andika namna hii: tabiri juu ya mambo yako yaliyokufa yapate kuishi tena. Hilo ndilo somo ambalo tutatembea nalo wiki yote. Tabiri juu ya mambo yako yaliyokufa yapate kuishi tena. Leo ikiwa ni siku ya kwanza, Mungu ametupa hii neema. Ninapozungumza juu ya habari ya kutabiri, tafsiri yake ni kunena, kutamka. Tamka juu ya vitu vyako vilivyokufa. Tamka juu ya vile vitu ambavyo unaviona uhai umeondoka, hakuna uhai tena juu ya hivyo vitu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo
Unapotabiri tafsiri yake unavisemesha vile vitu, na unapovisemesha vinapata kuishi tena. Nikukumbushe tu mtakatifu wa Bwana, hii ni kanuni muhimu sana ya ufalme wa Mungu aliye hai. Na Mungu wakati anaumba vitu unavyoviona, vinavyoonekana na visivyoonekana, Bwana alitumia hii kanuni ya kusema, ya kutamka, na vitu vikatokea. Kwa hiyo na ndicho kitu ambacho ninakitamani sasa ukifahamu kama sehemu ya kanuni. Mungu anapokupa vitu vya kumiliki na kutawala, amekupa na mamlaka ya kuvitamkia vikatokea, ya kuvitamkia vikawa na uwezo wa kuishi tena. Kwa hiyo napozungumza juu ya somo hili ya kwamba vitamkie vitu vile ambavyo vina dalili ya kufa au vimesha kufa vipate kuishi tena. Bwana Yesu asifiwe. Kile kitabu cha Ezekieli 37 ule mstari wa 3 mpaka wa 6 ndilo neno ambalo tutatembea nalo kama msingi wetu wa neno ndani ya hii wiki yote, na Mungu atasema na sisi na utapata neema ya kuomba tena. Ule mstari wa 3 unasema hivi: akaniambia, mwanadamu, je, mfupa hii yaweza kuishi? Je, mifupa hii yaweza kuishi? Nami nikajibu, Bwana Mungu, wajua wewe. Akaniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii, uambie, enyi mifupa mikavu, lisikie neno la Bwana. Bwana Mungu auambia mifupa hii maneno haya, tazama nitatia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi. Ule mstari wa 6, nami nitatia mifupa juu yenu, nanyi nitaleta nyama iwe juu yenu, na kuwafunika ngozi, na kutia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi, nani mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Jambo hili ni jambo ambalo Mungu alikuwa anazungumza na nabii Ezekieli wakati akiwa anamuonyesha maono haya. Anamuonyesha juu ya vile vitu ambavyo vilikuwepo katika umiliki wake, na wakati Bwana anatamani avione vikitenda kazi, akawa anavitaka kwa majira yale ambao alitaka vitende kazi, lakini havikuwa kwenye uwezo wa kutenda kazi. Mungu naona anazungumza na nabii Ezekieli, anamwambia, anamfunulia, anamuonyesha ile mifupa ambayo ilikuwa kwenye uwanda wake, mahali ambapo alikuwa anaishi, mahali ambako alikuwa ni siku zake za kawaida za kuishi, alikuwa akitembea nayo. Bwana anamfunulia ile mifupa, anamuonyesha juu ya ile mifupa, anamuuliza kitu cha ajabu, anamwambia, mifupa hii yaweza kuishi? Tafsiri yake ni nini, mtakatifu wa Bwana, ambao ninataka uidake, ya kwamba Mungu alipokuwa anazungumza na huyu nabii, alitamani kuona ndani yake anaona nini, alitamani kujua ndani yake anasikia nini. Anamuuliza, mifupa hii yaweza kuishi tena? Na unamuona Ezekieli anamwambia, wewe wajua. Tafsiri yake ni nini? Ya kwamba Ezekieli alijua ya kwamba hii mifupa inaweza kuishi, hii mifupa inaweza tena, lakini akanyenyekea akijua ya kwamba yuko yeye anayejua zaidi, yuko Bwana anayejua zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo unauona unyenyekevu ndani ya huyu nabii, ya kwamba Bwana pekee ndiye anayejua, ya kwamba Bwana pekee ndiye anayetambua ya kwamba hii mifupa inaweza ikaishi au hii mifupa isiishi tena. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jambo hili unaona Mungu anapokea sasa nafasi kwa sababu ya maamuzi ya huyu mtumishi aliyobeba, ya huyu mtumishi ambaye aliachilia. Unaona sasa Mungu anaanza kuruhusu hatua za kuruhusu hii mifupa ianze kuishi kwenye maisha ya Ezekieli, kwenye ule uwanda ambao Ezekieli alipewa kumiliki. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu kadhaa ambavyo natamani uvidake, mtumishi wa Bwana, uvione. Mungu anapozungumza juu ya mfupa, tafsiri yake ni vitu ambavyo vimeshindikana katika hali ya kawaida kuwa na uhai. Manake mfupa huu Mungu anaufananisha na vitu ambavyo vimekuwa ni vigumu, vitu ambavyo vimekuwa havileti hali ya kuishi, vitu ambavyo vimekuwa havileti hali ya kusogea, kusimama na kutenda tena kama ilivyokusudiwa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unaona ni mifupa mikavu. Tafsiri ya kitu kikavu ni kitu ambacho hakina uhai tena, hakina kitu cha kusogezwa kuendelea kukaa kama ambavyo ilikusudia. Kitu chenye maji, tafsiri yake maji imebeba uhai kwenye ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anapozungumza tabiri, manake anataka uwezo ulioko ndani ya yule nabii uweze kutenda kazi. Ngoja nikukumbushe, mtakatifu wa Bwana,
Maandiko yanasema Mungu alipoumba vitu vyote akaviweka mbele ya Adamu, alitaka kuona Adamu atavitaje. Manake Mungu amemwekea mtu uwezo wa kutamkia vitu vikaleta majibu, kutamkia vitu vikatokea. Huu ndio uwezo ambao Bwana ameumba kwa mwanadamu. Na mimi ndicho kitu ambacho natamani niseme na wewe, ya kwamba uwezo huu unao ndani yako, ya kwamba uwezo huu utatamka na wewe na vitu vitatokea. Ndio maana ninakuja na somo hili, ya kwamba inawezekana kuna vitu vimekufa kwenye maisha yako. Yawezekana kuna vitu havina uhai tena. Yawezekana kuna vitu unavitamani vitokee, lakini havitokei kwa sababu kuna kanuni ambayo hujaitenda. Bwana akupe neema ya kutamka na ule uwezo wa kutamka na vitu vikaishi tena. Bwana anasema tabiri juu ya hivyo vitu vikaishi tena. Na mimi nataka tuingie kwenye maombi, tabiri juu ya hivyo vitu vikaishi tena. Bwana Yesu asifiwe. Unaona, Mungu anatokea kwa kanuni ya ajabu. Mungu anaachilia kanuni ya ajabu. Anamwambia huyu Ezekieli, anamwambia nitatia mishipa. Manake anaanza kuumba kitu ambacho kilikuwa kina uhai. Kumbuka ulikuwa ni mfupa, na Bwana anataka kuweka katikati ya mfupa, aweke mshipa juu yake. Mshipa kama sehemu ya miundombinu ya kusafirisha vile ambavyo vilitakiwa katika kitu kinachotakiwa kutembea. Mungu anasema nitaweka nyama juu ya mfupa ule. Mandara bokori kaitara. Ninasikia nguvu ya kuomba ndani. Nasikia utafakari kama ambavyo Roho Mtakatifu ananitafakarisha. Anamwambia nitaweka nyama juu yake. Ninataka iangalia haya maneno, yatazame kwa namna hii ambao na Roho Mtakatifu ananitazamisha. Anasema nitaweka nyama juu yake. Manake ulikuwa ni mfupa hauna nyama. Anaweka nyama juu yake, na nyama anaachilia ngozi ili ifunike ile nyama. Na juu yake maandiko yanasema akaweka pumzi. Tafsiri yake, bila kile kitu cha pumzi kukaa, kile kitu ulikuwa kinaumbwa linakuwa ni umbo lakini lisilo na uhai. Manake uhai wa Bwana wa kupuliza juu ya kile kitu kilichokuwa hakiwezi kutembea. Ule uhai ndio uliobeba neema ya kutembea. Na mimi ninazungumza na wewe ya kwamba inawezekana ukawa unatazama aina ya vitu kwenye maisha yako. Inawezekana ukawa unaangalia vitu, kila ukivitazama unaviona havina uwezo wa kutembea, unaviona havina uwezo wa kuishi tena, unaviona havina uwezo wa kusogea mahali ulipopataka uende. Nataka niseme na mtu mmoja ambaye ndani yake anaona kukwama, ambaye ndani yake anaona kutokusogea. Bwana amekupa mamlaka iwe juu yako katika jina la Yesu, ya kwamba unaweza kutabiri. Nisikilize mtakatifu wa Bwana, uwezo wa unabii uko ndani yako. Kwa namna hii kwamba nabii wa kwanza wa maisha yako ni wewe mwenyewe. Manake unaweza ukatabiri hata kama kitu kimeshaondoka kwenye mazingira ya kuruhusiwa kuishi, lakini kwa kuwa Bwana amekupa hiyo neema, vitu vinaweza vikaishi tena katika jina la Yesu. Na huo upako wewe juu yako katika damu ya Yesu Kristo. Maandiko yanasema Bwana akamwambia tabiri. Manake kule kutabiri alikokuwa na kuruhusu kwa kinywa chake, ndivyo ambavyo Bwana alikuwa anatenda. Na mimi nasema tu kwamba kuna neno utalinena wewe na Bwana atalidhibitisha. Kazi ya Bwana ni kudhibitisha kila ambacho unakinena. Kazi ya Bwana ni kuruhusu kila ambacho unakitaka kitokee. Yeye peke yake ndiye anayedhibitisha na mambo yakatokea. Mtu wa Mungu, nisikilize vizuri, nisikilize vizuri. Inawezekana kuna namna umelia sana. Inawezekana kuna namna hauna majibu juu ya jambo ambalo unapitia, lakini uwezo uko ndani yako. Moja ya shida ya watakatifu wengi hawaelewi ya kwamba ndani yao Bwana amewapa uwezo usio wa kawaida, ya kwamba ndani yao Mungu amewapa mamlaka. Nisikilize, ngoja nikukumbushe kwenye neno hili. Ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo 1:26, maandiko yanasema Bwana akasema tumuumbe mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu. Ni nini nasema na wewe mtakatifu wa Bwana? Ya kwamba wewe namna ulivyo, haijalishi una uwezo kiasi gani ndani yako, haijalishi una mazingira
amekuzunguka kiasi gani, Bwana amekuwekea mbegu ya ajabu ya kufanana na yeye, ya kutokea kama yeye, ya kwamba tumuumbe mtu kwa sura na kwa mfano. Naomba niseme na wewe, uwezo wa kunena vitu vikatokea, Bwana alikuwekea ndani yako, Bwana alikupa ndani yako. Na hili ndilo jambo ambalo nalitaka tuendelee kuliomba, nalitaka likae kwako, ya kwamba kila mtu anayenisikia, haijalishi unapita mahali pagumu, yawezekana ndoa yako ina mazingira ya kuharibika, yawezekana watoto wako wana sura zile za kuharibika, wana aina ya tabia ambazo zimekukatisha tamaa, Bwana amekupa hii neema isiyo ya kawaida, ya kwamba kwa kinywa vitu vinaweza kurejea mahali pake, ya kwamba kwa kinywa vitu vinaweza kukaa mahali pake, na ndivyo itakavyokuwa. Bwana akupe hiyo neema katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ninataka sasa unapofuatilia somo hili, inawezekana kuna mifupa kwenye maisha yako, inawezekana kwenye familia ulipo kuna mifupa. Ule ndio uwanda, mahali ambapo upo na unaishi, ule ndio uwanda wako, mahali kila siku unapita, mahali kila siku vinakuzunguka vile vitu, lakini ukivitazama ni vigumu, havina tafsiri ya kuendelea kuishi. Lakini Bwana amekupa hii neema. Nalipenda neno hili ambalo Ezekiel alimwambia Bwana, Bwana wajua wewe. Na mimi nataka niseme na wewe ya kwamba ukiona vitu hauvielewi, mwambie Bwana wajua wewe, mwambie Bwana wajua wewe, na ile nguvu ya kuruhusu Bwana haintavini kwenye maisha yako itatembea na wewe katika jina la Yesu Kristo. Ninasikia upako mkubwa wa kuomba. Ninataka mtu wa Bwana, fatisha maneno hayo, uombe pamoja na mimi. Uwe na muda mzuri sana wa kuomba. Tunapozungumza majira ya kuomba mchana, tunamaanisha kwamba watu wapate maombi ya kutosha kama chakula. Ho mandara bokoria, raiba sataya ndara bokwenta, yeibo komosio motoria, na hiyo nguvu itembee na wewe katika jina la Yesu. Hebu sema maneno haya, yarudie baada yangu. Unaweza ukarudia haya maneno. Hebu sema, Mungu uliye hai, katika jina la Yesu Kristo, ninakuja kwako, ninakushukuru kabisa kwa ajili ya nchi hawa ambao umeachilia kwangu, iwe ni kama chakula kwa ajili ya nafsi yangu, mwili wangu na roho yangu. Ninakutukuza kwa namna ulivyosema na mimi. Ni kweli kabisa, yako mazingira ni magumu kwenye maisha yangu. Iko mifupa kwenye familia, iko mifupa kwenye biashara, iko mifupa kwenye uzao wangu, iko mifupa mikavu kabisa kwenye mfumo wangu wa maisha ya kila siku. Lakini wewe Bwana wajua, na mimi ninasimama saa hii katika jina la Yesu. Niguse na nifunulie nione katika damu ya Yesu Kristo. Wewe ni Mungu, unastahili sifa, unastahili kuabudiwa, unastahili kutukuzwa, unastahili kupewa sifa katika jina la Yesu. Saa hii nisaidie, niwe na nguvu ndani yangu, kinywa changu kiweze kutamka na wewe, kiweze kunena na wewe katika jina la Yesu Kristo. Na nguvu zako e Bwana ziwe juu yangu katika damu ya Yesu Kristo. Mtumishi wa Mungu, anza kuomba. Yale uliyoyakiri yamekuwa ya kwako, hayo ambao umeyakiri yamekuwa ya kwako. Anza kuomba kama ambavyo Bwana anakusukuma ndani yako. Na mimi nataka niongee na watu kadhaa wa kadha ambao wanapita kwenye mazingira magumu, ambao wanapita kwenye kukataliwa, ambao wakiangalia sehemu zao za kazi zimekuwa kama miba, ni mifupa mikavu, hakuna uhai. Mtu anatokea kwenda mahali pale pa kazi, lakini hapampi faida, hapampi kusogea. Baba yuko mahali hapa, haruhusu hiyo nguvu itembee na wewe Baba katika jina la Yesu. Watu wako walioko mahali hapa, watu wako wanaokuomba katikati ya majira haya ya ranchi hawa, na ruhusu nguvu za Bwana, na ruhusu uwezo wa Bwana, na ruhusu mamlaka ya Bwana itembee na wewe, itembee juu yako, itembee kwa uweza Baba katika jina la Yesu. Na ukuu wa Bwana utembee na wewe Baba katika damu ya Yesu, Baba katika jina la Yesu. Baba, sikia mtu huyu anayeomba katikati ya majira haya, Bwana mtazame, na nguvu zako ziwe juu yake, na nguvu zake ziwe juu yake. Rabakosa yataya yapaya mbandori botolika raibo shakataya. Baba mtazame kwenye familia yake, halipokata tamaa, halipoona asogei, halipoona ameshindwa, Baba muone, Baba mtazame. Na unganisha huyu mtu na nabii Ezekiel aliyesema Bwana wajua, aliyesema Bwana wajua. Baba mtazame, jua wewe kwa kuwa unaona, elewa
wewe kwa kuona, tazama, na ruhusu uwezo wa Bwana, na ruhusu nguvu ya Bwana itembee na huyu mama, itembee na huyu baba, itembee na huyu kijana ambaye anaona mifupa mikavu imesimama mbele yake. Bwana mtembeze kwenye huo uwanda, Baba mtembeze kwenye huo uwanda. Wakati mwingine anaweza akatazama akaona kama kawaida ni mazingira tu ameyazoea. Hacha kutazama hayo mazingira, Bwana akutembeze kwenye huo uwanda, hayafunue macho yako. Anza kuona ya kwamba hiyo mifupa yako inaweza kuishi tena, sio ambavyo Bwana anataka, bali ambavyo Bwana amekusudia. Ramakori ya masakataya ya ibori moshakateria ripa pasio motoria raimandara basika. Omba mteuro wa Bwana, omba mtumishi wa Bwana. Ukisikia ndani yako kunena kwa lugha, we nena. Ukisikia ndani yako kunena kwa lugha, we nena. Nena ndani yako. Bwana anakuona, Bwana anakutazama, Bwana anakusikia, Bwana anakuona, Bwana anakutazama, Bwana anakusikia. Na ruhusu nguvu hiyo itembee na mtu huyu. Raipo shakataya. Baba, katika jina la Yesu, Baba, katika damu ya Yesu, mwangalie mfanyabiashara huyu. Amekuwa mtu wa madeni, amekuwa mtu wa kukwama, haoni faida kwenye hiyo biashara. Tembea na yeye Bwana kwenye duka lake kama uwanda. Tembea na yeye Mfalme, mshike mkono, mvushe mahali hapo. Na mimi na damu ya mwana kondoo na inyunyiza mahali pale. Yawezekana ametekwa kwa sadaka, yawezekana amefungwa kwa sadaka, imekuwa kavu, imekuwa kavu, uwanda wake umekuwa kavu, kuna mifupa mikavu. Baba, na inyunyiza damu ya Yesu ili ilete unyevuchevu, ili ilete unyevunyevu, ili ilete unyevunyevu kwenye kupita kwake, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Natangaza kwenye ulimwengu wa roho, hiyo nguvu itembee, hiyo nguvu itembee. Na mvusha huyo mtu, na mnyanyua kwa mkono, na mshika kwa mkono, na mtembeza kwenye mapenzi ya Bwana. Raimo shakataya. Omba mteuro wa Bwana, omba, 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 omba. Nataka watu waombe, nataka watu waombe. Omba kwenye hiyo mifupa, kamata hiyo mifupa. Wewe ndio unajua mifupa yako, wewe ndio unajua mahali ulipokwama, wewe ndio unatambua ulipokwama. Paombe, paombe. Bwana amekupa mamlaka kwenye kinywa. Omba na kuomba, omba na kuomba, omba na kuomba. Raba shakataya, rapa korobo sekete, riaipa koria moshaka, yandori ya bosaita. Omba na kuomba. Isemeshe hiyo mifupa, semesha hiyo mifupa, semesha hiyo mifupa, semesha hiyo mifupa. Inawezekana ni watoto, umefika hatua, umekata tamaa, unaona kama watoto hawawezi kusogea tena. Yawezekana watoto wako wanakukwamisha mahali. Bwana paone, Bwana patazame. Vuka mahali hapo, vuka mahali hapo. Kamata uzao wako, mkabidhi Bwana. Kamata uzao wako, mpe Bwana. Maana Bwana anaona, maana Bwana anatazama, maana Bwana anasikia. Yeye anasikia na yuko karibu na wewe, hata kuacha, hata kunyamazia, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Wako wengine wanasema ndoa ziko hatarini kuharibika. Bwana ameona. Yawezekana huko kwenye ndoa unaishi, lakini ndoa haikupi matokeo, haikupi kuishi kwa amani. Baba, uone huo mfupa, huo ni mfupa mkavu. Hauone na utazame, hauone na utazame. Hauweze karapakora, uweze kuishi tena, uweze kuishi tena, katika jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Yeye ni Mungu Jehova, yeye ni Mungu wa uweza, yeye ni Mungu wa nguvu, yeye ni Mungu wa mamlaka. Hata nyamaza, hata nyamaza. Anaendelea kukuvusha, anaendelea kukutoa hapo, anaendelea kukusimamisha. Na nguvu za Bwana ni kubwa, zitatembea na wewe. Wewe mama, jitie nguvu ndani yako. Wewe baba, jitie nguvu ndani yako. Wewe kijana, jitie nguvu ndani yako. Wako watu wanasema mimi nimesoma lakini sina ajira. Huo ni mfupa mkavu. Lazima kile ulichokisoma ukitendee kazi na kifanye kazi kwako. Kama akitendi kazi, huo ni mfupa mkavu. Usemeshe mbele za Bwana, na Mungu yuko mahali hapa, na Bwana anakutazama. Iko nguvu isiyo ya kawaida. Raipori ya masaka. Baba, tembea na mtu yule, Baba, tembea mtu huyo, na iachia nguvu ya Bwana itembee na wewe, na iachia nguvu ya Bwana itembee na wewe, na iachia nguvu ya Bwana itembee na wewe. Uwe ni mchana wa kuvuka. Hicho ni chakula cha kiroho. Uwe ni mchana wa kuvuka tena, kusogea tena, kutenga hatua, kwenda tena kwa hatua nyingine, kwa hatua nyingine. Inawezekana umekuwa kwenye unyonge. Bwana akutie nguvu katikati ya mchana huu wenye nguvu. Bwana akutie nguvu katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu, we Baba, wewe ni Mungu, we Jehova, wewe ni Mungu, we Mfalme. Unastahili sifa, unastahili kuabudiwa, unastahili kutukuzwa, unastahili kupewa sifa. Yeye peke yake anaweza.
Mungu peke yake anaweza. Mungu peke yake anavusha watu. Niombe niseme na wewe, Bwana anakuvusha mahali ulipo. Bwana anakuvusha mahali ulipo. Bwana anakutembeza kwa hatua nyingine. Hautalia tena, na kutangazia katika jina la Yesu. Na mimi nikusaidie kutabiri. Tabiri juu ya maisha yako ya kwamba wewe ni mtu mkubwa, ya kwamba wewe ni mtu wa kuvuka, ya kwamba wewe ni mtu wa kusogea. Wewe tabiri tu, wewe tabiri tu ukiwa na muamini Bwana. Ezekieli alitabiri, ile ilikuwa ni mifupa mingi iko kwenye uwanda. Ukiendelea kusoma maandiko, maandiko yanaonyesha kwamba ile mifupa iliposogeleana, ikasogeleana, ikatengeneza mtu, na mtu yule akawa jeshi kubwa. Na mimi nasema na wewe, inawezekana vile vitu unaviona ya kwamba viko mbali mbali na matakwa ya maisha yako, lakini tabiri tu, wewe tabiri tu, wewe tabiri tu, ukijipatanisha na ule upako zidio Bwana aliowachilia juu yako. Wewe jipatanishe, wewe jipatanishe, wewe jipatanishe, na Bwana anausogeza huo upako wa ajabu na hiyo nguvu ya ajabu. Bwana anakusogelezea ya kwamba yatakuwa makubwa, na saa na wakati wa kujiriwa Bwana atadhihirisha huo uwezo, utakuwa mkubwa. Tembea kwa maombi namna hiyo, tembea kwa maombi namna hiyo. Inaweza ukaenda kwenye shamba lako ukaona vitu kama vimekufa kufa. Wewe zunguko kitamka, wewe zunguko kitamka, tabiria na hata mifugo hiyo ambao unaiona ina roho ya kufa kufa. Tabiria, 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 tabiria. Isemeshe hiyo mifugo ya kwamba unaongezeka, iongezeke, iongezeke. Tabiria hata hayo mazao raipakoria yamosha kataya Raymond Botolika, katika jina la Yesu. Bwana anatenda, Bwana anakusimamisha hata kuacha, na nguvu za Bwana ziko juu yako. Ni katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu akubariki sana, mtakatifu wa Bwana. Endelea kutenga muda wa kuomba na kuomba. Tunapozungumza juu ya mchana wa maombi, basi uwe ni mchana mzuri. Kabla hata hujaenda kupata chakula chako, basi omba kwanza, pata chakula cha rohoni, ili Mungu akuwezeshe kukufunulia vile ambavyo unatakiwa kuviishi uweze kuviishi. Kumbuka mtakatifu wa Bwana kujiungamanisha na sadaka. Hiyo namba inayopita kwenye screen hapo chini, basi chukua iwe ni sehemu yako ya sadaka, jiungamanishe. Ninajua kuna mahali Bwana atakuvusha kukusogeza, na Mungu akubariki sana. Uwe na neema isiyo ya kawaida. Leo ikiwa siku yetu ya kwanza, basi Mungu akupe neema tena siku ya kesho, ambao ni siku yetu ya pili, ambao utakuwepo pamoja na sisi ili tusogee tena kwa ajili ya kuomba na kupata fundisho. Mungu akubariki sana na uwe na wakati mzuri. Amen.